tarehe 1 ya mwezi wa 11. Tunamshukuru sana Mungu sana kwa kibali ambacho ametupa. Tunaendelea pale ambako tuliishia kwa mtumishi wa Mungu ambaye amepata neema ya kumwombea mtu ambaye alipitia matatizo mengi sana, na kama ulimsikia ni kwamba alipata ajali akiwa na dada yake, akiwa anampeleka dada yake hospitalini, na kwa bahati mbaya dada yake akafariki na kaka yake nani? Na kaka yake alikuwa anafuata akafariki. Baba yake mzazi ndo tumeishia akajinyonga. Yeye sasa akiwa tayari na yeye ana tatizo, na ndo anakuta barua ya baba yake. Shoti haya yote unayoona yanatokana na somo ambalo mtumishi wa Mungu anafundisha la ukombozi wa familia. Kidogo tu shortly, ukombozi wa familia inamaanisha nini? Yes. Kumkumbusha mtu. Nikumbushe tu, ukombozi wa familia inamaanisha kuiweka familia kuwa huru. Umeona hivyo vifungo, tukichukua ushuhuda wa Saidi. Anasema baba yake ile barua aliyoandika alisema mimi sikupenda kuwa hivi, ila nililazimishwa. Kwa matatizo ya nyuma ndo yanasababisha makosa yaliyofanyika nyuma ndio yanasababisha matatizo ya leo. Kwa ukombozi wa familia, lengo kubwa ni kufundisha vyanzo pia vinavyosababisha matatizo kwenye familia. Lakini Biblia inasema kwenye Zaburi 11 mstari wa 3, anasema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwa familia nyingi misingi imeshaharibika. Kwa hiyo hata sisi ambao tunakuja kutokea tayari unakuta misingi imeharibika. Huna cha kufanya juu. Huyu kijana ni kwamba amekuta misingi, ajui baba na babu huyo waliingia makubaliano gani, ambapo yeye sasa anajikuta kwenye mateso. Ile ilikuwa ni misingi imeharibika. Zaburi 11 mstari wa 3, Daudi anasema nitaleta shuhuda ya watoto. Utaona shida hizi za uzazi zinatoka huku. Lakini sasa unamuona hapa Saidi, tukirudi kwa Saidi ni kwamba unaona hii vita ya familia ndio ilikuwa kwa Saidi. Babu kamrisisha mtoto wake wa kiume uchawi. Baba sasa bila kujua majira, leo kijana kama huyu ameshazoea bodaboda, umwambie kakae uvae makaniki, sio ubebe vibuyu vya uchawi. Haiwezekani. Hao watu wa zamani walikuwa wajui kama majira yanakuja ya teknolojia, ambapo watu hatavaa rubega. Hata siku hizo waganga wa kienyeji tunaambiwa wanavaa suti. Hawavai tena, zamani wakana vibuyu. Bongo atishe prophet. Yaani mimi nilivyo na swaga zangu hivi. Yaani mimi nilivyo Brasameni. Mzee Temu. Alafu Mzee Temu eti nyumbani kule ananiambia eti mwanangu nikishe kibuyu. Wewe Mzee Temu, hebu nenda huko usinzingue. Yaani nikabebe kibuyu. Mimi nishakuwa na swaga zangu, nataka ni bang, unaniambia mimi nikabebe kibuyu. Ndio ukimwangalia hapa Saidi tayari anakimbizana, alafu anaambiwa bebe vibuyu. Kwa kitendo cha kukataa yale madude ya makosa yale yanaliati. Sasa kuanzia hapo hali ilikuwaje kwa Saidi? Baada ya baba kufariki, dada kafariki, mama, wewe tayari unatembea na hiyo chupa, ilikuwaje? Yaani ulikujaje huko Dar? Yaani huko Dar nilikuja, yaani kasema matatizo makubwa, kwamba yaani kusema yaani matatizo makubwa leo nikumba kule, na kizingatia kwamba mimi nilikuwa yaani kama imamu wa msikiti, lakini na mwongozo wa msikiti ambao Mbona mwongozo wa msikiti ambao ulikuwa unanipa sponsor. Kuna waumini tu wachache ndio kuja kuona na naangalia. Lakini nikaamua kuondoka kuja Dar es Salaam. Sasa wakati wale unajua kuna wale viongozi ambao watakuwa na nabii dogo wa Mbona hiyo umeelewa hapa? Kwamba lazima uwe na hela. Hicho kitu sikipendi hicho. Basi kuna hapa imeshakuwa ngumu. Umeona, kaondoka. Nilipofika hapa alinileta ndo nani mamangu wa kiroho. Nilikutana naye Riverside Ubungo. Yaani kwa katika mazingira ambayo kawaida tu. Basi nikaondoka pale. Dada akaja. Baada ya pale kuja akaniambia, ndugu wangu, kuna sehemu inapatikana huduma moja nzuri sana. Lakini ni bure. Kaambia huduma, kajua labda ni hospitalini. Kwa sababu hizo hospitali za Kichina tunajua hizi zinazotibu watu bure. Labda kuna ile meli imekuja tena kwa mara ya pili ile Kichina. Umeona? Kajua labda kwa sababu ile meli ya Kichina imeshakuja mara ya pili kabisa. Ngoja mimi kamove haraka nikaeka oda kabisa. Kaambiwa jiandae, nikaoga vizuri pale nini, kachoropoka.
Nikapigia sister, uko wapi? Shuka Africana. Ukishuka Africana wewe nisubiria hapo hapo nakuja. Basi bako nyumbani nimsubiria pale Africana nakuja. Ndio akanisubiria. Umeona, nikamsubiria pale akaja. Napokuwa ilikuwa ni ibada ya Ijumaa. Ilikuwa ni ibada ya Ijumaa. Umeona, ilikuwa ibada ya Ijumaa. Una chupa yako hapo? Hapa na mpira mkojo. Kama jitahidi tujikaze hapa mpezo utapona. Kwa mvumilivu sio wakimbia. Umeona, basi nataka nifanye nini? Nikamwage mkojo maana kwa mfuko umejaa. Kaambia hapana, huyo atakimbia. Ibidi akanifuatilia sasa kule taratibu. Nikachukua pale akaniona kwa inamwaga mpira mkojo. Nikasimama mpaka, "Wewe unaenda wapi huko? Nitoka kanisani." Akandaka mkono akaniingiza kanisani. Nimekaa hapa, ambia kwa siku nzuri sikuachi tena. Ushamwaga mkojo yeye. Sasa kwa sababu kikaa hivi nilikuwa nikitulia hivi, mkojo tu unashuka tu wenyewe. Dakika tu mfuko umejaa. Bado nasikia maumivu kwa sababu mpira umeisha muda wake. Kwa hiyo sasa umejenga kitu kama usaa. Kwanza kubadilisha. Okay. Uende ukabadilishwa. Sasa ikaonekana kwamba sasa baba kubadilishwa. Hapo kuna mama mmoja hivi aliniona. Mama nahisi kama vile pasta namjua. Sawa. Akaja pale akaniambia, bwana ondoka. Bwana sikia harufu hapa. Kama mimi kweli mimi pando nayo. Lazima usikie harufu. Samara kama nitakuwa nimekukera. Ongeza sauti. Kama Samara kama nitakuwa nakukera, ni mimi ndio naitoa harufu. Maana nimesikia harufu sana. Kaambia ni kweli ni mimi ndio naitoa harufu. Sikukataa. Kaambia no, kaambia mama ni kweli naumwa. Kabisa naumwa. Na kuweza kitu ambacho kiko real, kitu ambacho kiko true cha kweli kwamba naumwa. Ambao naumwa na nini? Nikamkolea mfuko. Mfuko ulikuwa hapa hivi. Sababu sasa nikioko chini. Ukitembea sababu umejaa unatoka bana kwa suruali afuka pasuka. Kwa kijaa kidogo naenda napunguza na mwaga afu naosha ile mfuko naeka maji nalifua na sabuni namaliza afu nafuka afu na nani. Kuna mahali tu kuna manyumba haya mabovu haya. Sasa kuna vijana wengine wengi tu wanalala pale. Umeona mimi najiegesha pale. Umeona? Maeneo ya wapi? Ilikuwa maeneo ya Ubungo Riverside. Okay. Baby Hostel pale, mitaa Baby Hostel. Sawa. Sasa viatu hivi hapa. Na ile unaficha viatu vyako kama unaelewa unaficha. Asubuhi saa 11. Na vijana tuendelee. Umeona? Asubuhi saa 11 ile nikaondoka. Kachukua vitu vyangu, simu yangu. Jumapili. Ilikuwa sio Jumapili. Umeona? Ilikuwa sio Jumapili. Ilikuwa inakuwa kwa siku ya Jumamosi. Jumamosi. Ijumaa mimi sikuwepo. Ijumaa? Ambayo ulikuja mara ya kwanza. Kuwepo. Alikuwa baba yule mwenye kipara yule. Yule pasta mwingine ndiye alikuwa anahubiri hapo. Nikamwambia ulikuwa umeenda mlimani? Umeona? Basi. Nikaondoka pale. Kaka. Sister akaniambiaje? Jumapili uko tayari twende ibadani? Kaambia Jumapili. Jumapili uko tayari twende ibadani? Kaambia ndio nipo tayari twende ibadani. Ambia basi mimi nitakutafuta. Kaambia kwa sababu sasa mimi si mgeni kwa sababu pakumbuki. Umeona? Ile Jumapili ya kwanza ilinipita nakumbuka. Nje Jumapili kama nyingine inafuata. Nikakaa Ijumaa, Jumamosi, Jumatatu ile nikaa niko pale. Kama rafiki yangu mmoja kwa anaitwa Arafu. Watu wakija pale wanaangalia dogo kunywa soda, chukua chakula kula hii hapa. Ndio. Umeona? Sasa ile nikaa na balance. Na balance taratibu. Kwa ajili najua mpira kibugi tu hapa hospitalini. Umeona? Sikia huko yani maumivu ya maneno umevimba. Wakaanza kunichomoa mpira sasa sababu kunichomoa mpira ibidi nitoboe hapa hivi. Hapa kwa sababu huku sasa kuingia kwa njia kawaida ilichulikana kwa sababu mwani umejaa. Yaani tayari usawa umejenga afu umejaa. Ndio wakacheki wakagundua kuna tatizo. Wewe tatizo lako ni kubwa. Ongeza sauti Tatizo lako ni kubwa. Kwa hiyo sasa hapa cha kufanya ibidi tukuandikie kulazwa. Mapokezi pale kama uko nani kaambia ni mwenyewe. Unaona mtu atakusaidia kabisa sina mtu yote. Akaenda huko kufanya anavyojua, kaambia basi tupeleke hospitalini. Chukua shilingi 20,000 hapa maji. Yaani ya kusogeza ndani na wiki hizi mbili wakati nakuja. Kaambia sawa. Mimi sikuamini kwamba aliniambia nakuja hivi. Nilikuwa nimelala nakuta tu karatasi na namba iko hapo. Shika hii. It's live, shika nimekupa hii. Asante. Ni 100,000 hiyo. Sawa. Asante. Yaani nimesikia sauti ya Mungu ikiniambia nipande mbegu kwako kwa ajili ya maisha yako. Sawa. Yaani wewe ni kijana kama mimi. Sawa. Na kwa sababu umeamua kumpokea Kristo
kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu atafanya badiliko kwenye maisha yako. Na Mungu atakwenda kusababisha wewe kwenda kubadilisha vijana maelfu kwa maelfu kupitia wewe. Endelea kumwamini Mungu na usikate tamaa. Baada ya kuja kanisani, hiyo siku ya pili sasa, nikaambiwa kuna mama mmoja kaniambia, baba leo Jumapili yule muuaji leo anaingia. Alisemaje? Muuaji anaingia. Sasa nikajua muuaji anaingia nani? Muuaji leo yupo. Leo muuaji yupo. Akasema, muuaji leo nani yupo? Akasema, kama kanisa tena limekuwa na mauaji tena, ngoja mimi jiandae kufa. Maana kwa sijui kitu kinachoendelea. Akasema, by the ways kwamba labda of course labda kuna mauaji labda ya aina nyingi. Pale kuna sehemu hiyo ni kidogo kudokezea. Kuna sehemu moja niendaga watu wanaomba kwa kufungwa minyororo. Alienda kanisa hili. Kanisa la kinabii kabisa. Wanaomba kufungwa minyororo. Ndio mmoja ananiambia tuwesema tu nguvu Omega naomba unisaidie na kweli utasikika. Nikawa nimekaa pale nikaenda kaandikishwa jina pale. Nikaingia hapa nikawa nimekaa. Jamani, mimi naongea ukweli bro. Ndivyo kuja tu kukaa hapa tena kupokaga nilikuwa nimekaa na brother huyu hapa. Kiti kimoja. Brother anatapika damu, amekuwa kikarai anatapika damu. Nilikuwa nimekaa naye siti moja. Mimi nikamwambia baba, nguvu Omega naomba unisaidie. Nguvu Omega naomba unisaidie. Baba nagiwa anasema nguvu Omega naomba unisaidie ni nani? Nikamwambia baba, kiukweli mimi hapa mwanao nateseka. Naomba unisaidie. Akaniita. Kuniita sasa ndio akaanza kunifanyia maombi. Baada kunifanyia maombi, yani jikute ule mpira wa mkojo. Umeona? Yani uvimbe unaisha tu ghafla yenyewe bila kuvila sikujua umeshaishaje. Nguvu Omega naomba unisaidie. Akamwambia tena kwenye kiti. Akaanza kuniombea. Yani pokea uponyaji hapo hapo. Leo unatumia chupa mpira? Hata sio mimi chupa mpira. Na kibofu kinafanya kazi kama kawaida. Nafanya kazi ngumu tena nainua vizuri. Na hali yako inarudi kama zamani. Na hali yangu imerudi kama zamani. Kwa si vijana wenzangu walioko waje kwa wingi, hata kama wana ndugu zao wenye matatizo na waje kwa wingi ili waweze kusaidika. Kwa hiyo nasema kwamba watu wasichukulie kwamba manabii wengine ni waongo. Sababu watu wazaibu washajua kwamba yule pale atakuwa amepangwa, kwa akitoka pale anapewa hela. Hapana, mimi sijapangwa. Naambia kabisa ndugu watazamaji, kwamba mimi sijapangwa na wala nini. Na sasa unaishi wapi? For now. For now sasa hivi naishi kanisani. Kwa prophet ndio hilo unasema una nani? Una clinic ile ya kwa ajili ya kuweka wagonjwa na kuhudumia wagonjwa ambao wanaendelea na kama huyu sasa ambavyo changamoto ya kuishi yuko arudi mtaani aendelee kuvuta bangi kwa sababu amepona. Sasa akirudi mtaani anakutana tena na madawa ya kulevya, bangi, kuvuta sigara, pombe. Kwa unaweza kukuta tena tatizo limerudi kule. Umeona? Na hao vijana unakuta wana mambo mengi, unaweza kushangaa akipata hela anaenda kununua hata makaba. Akifanya tu kidogo unashangaa tatizo limerudi. Kwa hiyo na hata hizo sadaka zinazotoka ndio zinahudumia watu kama hii. Mimi kuna marafiki zangu najua wanatutazama sasa hivi kupitia kwenye Chomoza Clouds TV. Kuna Benedetta, kuna dada yangu anaitwa Elieshi, hao wote wako Dodoma, najua mtasikia na taarifa zitawafikia. Mtumishi wa Mungu anajitoa kwa ajili ya kusaidia watu ambao wanapitia katika hali ngumu sana. Mimi nimepanda mbegu kwa kaka yangu hapa. Nimesikia uchungu ndani mwangu na nikasikia roho wa Mungu akiniambia nifanye hivyo kwa sababu ni kijana mdogo bado kama mimi, lakini amepitia matatizo magumu. Baba yake amekufa. Mama amekufa. Ndugu zake watatu wa kuzaliwa tumbo moja wamekufa, lakini yote ni kwa sababu baba alikuwa anataka warisi uganga, lakini imeshindikana. Mungu amempenda sana. Inawezekana huyu akawa ni mkombozi. Imagine. Yaani anaweza kawa ni mkombozi kwa kizazi na vizazi ambavyo vinakuja. Kama umeguswa chochote, usitoe kwa ajili yetu sisi Chomoza. Naomba nirudie tena. Usituletee sisi Chomoza. Sisi hatuko kwa ajili ya kazi hiyo. Leta kwa mtumishi wa Mungu huyu hapa. Mimi nimewataja mimi nimewataja ukinunua magodoro utakuwa umenisaidia sana. Nimewataja rafiki zangu hao wawili. Najua Eliesh kutoka Dodoma pamoja na Benedetta. Najua Mungu amewapa roho ya utoaji. Na huyu Samsasali. Samsa natuona sasa hivi. Samsa natuona hapa, si yuko studio natuona. Kwa hiyo kwake it's very easy. Kwa hiyo ukiguswa basi panda mbegu kwa mtumishi hapa ili aweze kuwasaidia wengi. Mimi sitaki wamalize chochote, namaliza mimi mwenyewe. Maliza tu. Namaliza kwa sababu nimesikia wito ndani mwangu kuzungumza nawe Mtanzania. Hata kama umeguswa, sadaka yako kupitia namba hizo za simu ni za mtumishi wa Mungu. Si tuko hapa kwa ajili ya kufanya huduma. Mungu ametuteua kufanya huduma. Hii ni huduma kwetu. Yaani hii ni huduma Mungu ametupa na tukiacha tutaadhibiwa.
Wakati fulani nilikuwa naongea na Sam, namwambia hii kazi ni nzito, na wewe Mtanzania ambao unatuangalia, tuombee. Sometimes na sisi tunapitia magumu sana, hatuwezi kuyasema hapa, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu anatusaidia. Na kipindi hiki sio kwamba kiko hapa kwa ajili ya kunufaisha prophet, no, kiko hapa kwa ajili ya kuujenga mwili wa Kristo. Umeguswa, msaidie zaidi. You never know, kesho na kesho kutwa inaweza kusaidia kizazi chako. Wakati wote utakuwa umeshapumzika, ama hujiwezi, alafu Saidi akakusaidia. Tunamwamini katika Mungu na Mungu anafanya.